Haya, mimi jina langu naitwa Selebosi Mustafa. Ni diwani wa kata ya Nguvu Mali, kata hii ambayo inafanyika michezo haya ya Gift of Hope. Lakini ndiye mstahiki meya wa jiji la Tanga. Kubwa zaidi, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana mkurugenzi mtendaji wa Gift of Hope, ndugu yangu Bandawe, kwa ubunifu wa hili ambao amelifanya. Hili jambo ukitazama kwa macho unaweza kuona ni jambo dogo sana, lakini kwangu mimi kwa jambo kubwa zaidi kwenye faraja, kwa sababu moja, kuandaa vijana kisaikolojia, lakini vile vile kuwapatia vijana elimu kuhusu swala zima ya madawa ya kulevya. Tunasema siku zote kambale mkunje angali mbichi. Maana yake nini? Vijana hao wanaandaliwa kimaadili, wanaandaliwa kiuelewa, wanaandaliwa kimichezo. Kwa hiyo moja, bonanza hili katika swala zima la upigaji vita au kutoa elimu katika swala zima la hamasa juu ya madawa ya kulevya, mkurugenzi huyu ameamua kulifanya ndani ya kata ya Nguvu Mali. Naamini ameshirikisha vilabu vyote 12 na haki imetendeka katika swala la uamuzi, na sasa tuko ndani ya fainali kwa vijana wa Jogoo ambao wametoka ndani ya kata ya Nguvu Mali, lakini na vijana hawa wa Magaoni. Kwa hiyo lengo la madhumuni haya nafikia sasa linafikia mwisho. Lakini kingine cha pili ni elimu iliyotolewa kwa vijana wale waelimishaji katika baadhi ya maeneo ambao kwa muda mfupi tu tumeshapa vyeti vyao. Kwa hiyo binafsi nichukue nafasi hii kumpongeza sana mkurugenzi, lakini waombe vijana na nitoe rai kwa vijana wote wa jiji la Tanga kwamba kwanza tutahakikisha mashindano haya ni mashindano endelevu. Na nitamwomba mkurugenzi huyu kupitia katika mradi au katika mfuko wa mstahiki meya tuone kwamba tunafanya rotation katika kata zote 27. Kwamba isiishie hapa leo. Tuone kila Jumamosi basi mashindano yanafanyika kila kata. Ili moja, kutoa elimu kwa vijana, lakini vile burudani kwa wanamichezo. Rai yangu kubwa kwa mkurugenzi huyu, ipo haja sasa ya kuanzisha academy ili tuwaone vijana hao tunawalea katika mazingira mazuri, katika mazingira ya michezo, ili kuandaa kwenda kuingia katika soko la ushindani. Kwani kwa sasa tunajua kabisa kwamba michezo ni ajira. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba vijana hawa wakilelewa vizuri, vijana hawa wakitunzwa vizuri, tutakuwa na timu ushindani katika jiji la Tanga, lakini vile katika taifa letu kwa ujumla. Niwaombe wadau wa michezo pamoja na taasisi hii, lakini imeanza. Kwa hiyo niwaombe wadau wa michezo katika jiji la Tanga kuona jinsi gani ya kumsaidia, ya kumwezesha ndugu yetu Bandawe katika swala zima la kuendeleza michezo hii, kwa lengo lile tu la kuandaa vijana katika swala zima la michezo ambayo inajenga uelewa, inajenga ufahamu, inajenga elimu na inaleta ushindani katika kata hizi na katika vijana. Baada ya kusema niwashukuru sana kwa hatua iliyofikiwa. Asanteni sana. Jina naitwa Said Bandawe, ni katibu mtendaji wa asasi ya kiraia Gift of Hope. Tuko na shukrani kwa viongozi wetu na especially mstahiki meya wa jiji la Tanga. Leo tumekuja kwenye kata yake, tumefanya bonanza la mpira wa miguu ngazi ya msingi na watoto wamecheza na sasa hivi tunaelekea kumalizia, lakini hii ni moja ya jukumu letu kama wadau, kwa maana kutoa elimu kinga dhidi ya dawa za kulevya kwa na michezo, lakini pia kuihamasisha serikali au kutengeneza mazingira rafiki ya vijana wacheze michezo. Na moja ya advocacy strategy ni hii hapa. Tunatamani maeneo ya viwanja vya mpira viwe salama, lakini viwe vina maandalizi mazuri na rafiki kwa watoto, lakini kusiwe na matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu tafiti ndogo tulioifanya inaonekana kuna viashiria vya matumizi ya dawa za kulevya kwenye viwanja vya mpira, ndio imekuwa sehemu za kuuza dawa za kulevya na kutumia dawa za kulevya. Kwa sisi kama wadau tunaona ni takiwa iwe eneo salama, tubadilishe kutoka kwenye kutumia, lakini kwa maeneo na miundombinu rafiki kwa vijana. Kwa tumefanya bonanza hili na tutaendelea kufanya ile bonanza kila baada ya miezi mitatu, lakini hii ni kuelekea miaka 10 ya anniversary ya Gift of Hope, na ndio maana tumefanya hivi, tunarudisha kwa jamii. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Joshua Richard, ni field officer wa mradi wa kijana Togora ulio chini ya shirika la Afya Check. Leo tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026 tumefungua mwaka kibabe zaidi kwa kufanya tamasha kubwa la mpira wa miguu katika kata ya Nguvu Mali, viwanja vya shule ya msingi Gofu Juu. Tamasha hili lilikuwa linalenga kijana atambue mustakabali wake, lilikuwa linalenga pia kutoa elimu ya afya ya uzazi pamoja na kupinga ukatili. Tumeona sasa hivi kumekuwa na matukio mengi kidogo ya masuala ya ukatili, lakini pia tamasha hili lilikuwa linalenga kulinda afya ya akili kwa kijana, kwa sababu afya ya akili ni muhimu kama ilivyokuwa afya ya mwili. Kwa hiyo kupitia tamasha hili la Grassroots Football Festival leo tarehe 3 tumewaunganisha vijana wa kata mbalimbali hapa halmashauri ya Tanga jiji na tukafanya michezo kwa pamoja tukiwa na lengo la
kutoa afya ya akili, kutoa elimu ya afya ya akili, elimu ya afya ya uzazi pamoja na kupinga ukatili. Kwa majina yangu naitwa David Musa Mwakyusa. Nimesimama kama kocha wa Jogoo Stars siku ya leo ya bonanza hili la afya. Kiujumla imetusaidia sana bonanza hili kwa sababu vijana wakiwa wadogo wameweza kujifunza vitu vingi kupitia madhara ya madawa ya kulevya pamoja na vitu ambavyo havina faida katika umri wao mdogo. Kwa hivyo ni bonanza hili hapa tunashukuru sana kwa taasisi iliweza kusaidia ili bonanza kulifanikisha likaweza kufanyika siku ya leo. Imeweza kutusaidia, tumeweza kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na afya, pia tumepata huduma ambazo zimeweza kutolewa hapa uwanjani na ambazo tunatarajia kuzipokea kutokana na ili bonanza iliyoanzishwa siku ya leo. Wito wangu na ushauri wangu pia ambao naweza kutoa kwa serikali na hii taasisi iliweza kuandaa mashindano ni kuwashauri, kwa sababu hawa ni watoto wadogo sana. Ingewezekana mashindano haya yangeyaboresha, yangekuwa ni chini ya miaka 17 au miaka 20, kwa sababu ndio vijana ambao washaanza kujielewa na ndio vijana wengi wanawasilika katika umri kwenye kutumia madawa ya kulevya. Kwa ushauri wangu kutokana na bonanza vizuri kuendelea, wangeongeza umri wa vijana kushiriki mashindano haya, kwa sababu kwa vijana chini ya miaka 15 kuanza kutumia hivi ni wachache sana, lakini kuna miaka 17, 20 ndio wengi wetu tunaanza kuharibikiwa hapo vijana. Kwa hiyo ningeshauri kutokana kwanza mechi zinazofuata wangeongeza umri kidogo ili bonanza likaweze kuleta mvuto. Kwa majina anaitwa Fadi Dikombo, ni mchezaji wa Vasco. Ligi hii imetusaidia sisi wachezaji vipaji vyetu vionekane sehemu mbalimbali. Tumejifunza mambo mengi. Mfano haturuhusiwi kutumia madawa ya kulevya, haturuhusiwi kuvuta sigara, haturuhusiwi kunywa kitu chochote cha madawa ya kulevya.